Ni wasihi wananchi wa mkoa wa Mara kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi huu, na wajitokeze kushiriki kwa amani, utulivu, lakini pia waende kuchagua viongozi ambao watakao waletea maendeleo kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Lakini nikumbushe tu, maendeleo sahihi huletwa na machaguo sahihi kwa viongozi sahihi. Wito wangu na rai yangu kwa wananchi wote wa mkoa wa Mara, twendeni tukafanye machaguo sahihi kwa maendeleo yetu. Waswahili wanasema mwenye macho aambiwi tazama, na vitendo ukidhi haja maridhawa kuliko maneno. Haya ambayo niliyozungumza, takwimu nilizozitaja hapa zinaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan bado kwa muda huu tunako kwenda tarehe 29, niwaombe ndugu zangu, tuangalie unayekata naye kuni ndio unayeota naye moto. Tukafanye maamuzi na machaguo sahihi kwa maendeleo ya wananchi wa mkoa wa Mara. Lakini tunawashukuru sana kwa sababu tunaona mmeona ni kitu gani ambacho serikali inafanya, na nyinyi kwa kutoa shukrani zenu mmeamua kutumia nguvu zenu na muda wenu kwa siku ya leo na kuja kufanya jogging, lakini mmekuja kwenye hospitali yetu ya Manispaa kwa ajili ya kufanya usafi. Sisi kama serikali tunaendelea kutoa huduma kwa kuwahudumia nyinyi wananchi. Serikali yenu imeboresha miundombinu. Kama hapa mlipo mnaona tuna jengo la dharura, jengo kubwa kabisa la kisasa ambalo linatoa huduma za kisasa kwa dharura zozote ambazo zinatokea, ziwe ajali au dharura nyingine. Lakini tumeboresha hata kwenye upande wa vifaa kwenye maeneo mbalimbali. Hospitali yetu ile ya mkoa wa Kwangwa pale tuna vifaa vya kisasa kabisa kama CT scans, lakini tunatoa huduma za kibingwa na kibobezi za dialysis ambapo miaka ya nyuma zilikuwa zipatikane kwenye mkoa wetu. Mtu akiwa na changamoto ya figo ilikuwa mpaka asafiri kwenda Dar es Salaam au Mwanza. Lakini kwa leo, kwa sababu serikali yenu imefanya mambo makubwa, ndio maana hata hizo huduma nyingine zinapatikana hapa hapa mkoa wa Mara. Makofi kwa serikali yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sio msemaji sana kwenye hili tukio. Naomba tu nichukue fursa hii kukukaribisha ili uweze kuongea na wanamichezo na wananchi wote wa Musoma. Karibu sana. Tunaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Huduma tunapata nzuri, vifaa tiba vipo kwa wingi, madaktari wanatuona, wanatufikia kwa kila wakati. Waendelee kuboresha huduma za afya, tupate huduma nzuri. Zipo nzuri lakini ziendelee. Ningependa kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu, rais wetu, kwa kazi anazozifanya na kutuboreshea maendeleo ya mkoa wetu na kwa huduma za afya pia. Kwa majina naitwa Roki Emmanuel. Mimi ni kiongozi wa jogging. Leo tulikuwa tuna jogging yetu ambao ilikuwa na kauli mbiu kimbia kwa afya, tembea kwa amani, jitokeze kupiga kura. Tunashukuru wananchi ambao wengi wamejitokeza kwenye jogging yetu leo, ambao tunawasihi tu kwamba mazoezi yasiwe kwa sababu tu hivyo. Mazoezi ni afya, mazoezi yanapunguza magonjwa ya ambukizi. Kwa hiyo tuwaalike, tutapokuwa tuna jogging mara kwa mara, basi tuje tufanye mazoezi. Naitwa Damas Zakayo Mawega, ni member wa Musoma Jogging Club. Sasa mimi nashukuru serikali kwa huduma zilizotolewa kwenye hospitali hii. Mimi naweza nikasema kwamba kuna kipindi mimi kuokota mgonjwa, kuna mtu amevamiwa uwanja wa Mara, amepigwa, ameumizwa. Nikamtafuta ndugu zake kwenye simu yake aliyokuwa nayo. Kwa nimeipata ile simu, kapigia ndugu zake wakaonekana wako mbali. Nikaona hapo alikuwa na hali mbaya, nikabidi nimchukue. Nikisaidiana na baadhi ya wananchi wale kwenye maeneo yale, nikamleta mpaka hospitali ya wilaya. Ilikuwa muda kama saa 3 usiku. Baada ya kufika hapa, alipata huduma nzuri, eneo la emergency, akapokelewa vizuri, akatibiwa. Baadaye ndio baada ya kutibiwa ndio akaja kuomba zile gharama za matibabu. Kaambia wavumilie, ndugu zake wanakuja. Ndugu zake walipofika wakalipa zile gharama
na mambo yakawa yameenda vizuri. Kwa hiyo mimi nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuboresha huduma za afya. Mfano kama eneo la emergency la hapa hospitali ya wilaya, pamoja na wauguzi wake wako vizuri, walimpokea mgonjwa akatibiwa na mambo yakaenda vizuri. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Mimi kwa kwa vijana wenzangu jitokeze kupiga kura. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anafanya kazi nzuri na kazi zimeonekana. Jitokeze kupiga kura kwa amani, turudi nyumbani, tukaendelee na shughuli zingine. Mtu akaenda kuaga. Naitwa Joel Ndege Masasi, memba wa Msoma Jogging. Mimi ninaridhika sana na huduma za hospitali yetu ya Msoma mjini kwa jinsi serikali ilivyoboresha. Zamani tulikuwa tukifika hapa kwenye kituo cha afya manispaa hapa, watu walikuwa na mrundikano sana kwenye hospitali yetu hii, lakini kwa sasa huduma zetu zimeboreshwa. Hospitali ziko kila kata, watu wanafika kwenye kata kwanza wanapata huduma, halafu baadaye kama kunakuwa na rufaa ndio wanakuja hospitali ya manispaa. Zamani ulikuwa ukifika kwenye hiyo hospitali ya manispaa unakuta kuna mrundikano wa wagonjwa, lakini sasa hivi ule mrundikano umepungua sana kutokana na hospitali kuzagaa kila kata. Kila kata ina kituo cha afya. Lakini zamani ulikuwa ukifika kwenye hiyo hospitali yetu ya manispaa unakuta wagonjwa wamejazana kwenye maodi, watu wamerundikana, vitanda watu wanalala wawili watatu mpaka wengine wanalala chini. Lakini kwa sasa hivi huduma imeboreshwa, ukifika hospitali kila mgonjwa ana kitanda chake, lakini idadi pia ya wagonjwa kwenye hospitali imepungua kutokana na ongezeko la hospitali za kata. Lakini kwenye maodi tunashukuru sana serikali yetu. Kwenye maodi sasa hivi yameongezwa maodi ya kutosha. Majengo mapya ya kisasa yameongezwa katika hiyo hospitali. Kwa hiyo huduma kwa kweli sasa hivi huduma ni nzuri, watu tunapata huduma nzuri. Tunashukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni.